Bwana pewe sifa. Jina naitwa Bentina Mnena si Mwakoba. Ni mama ninayejitambua, lakini katika kanisa mimi ni katibu wa mama. Biblia kama Biblia inamtambua mama kwamba ni wa jinsi gani. Ndio maana hata ukiangalia yule mama wa kitabu cha Wafalme sura ya 4 ile anaelezea jinsi gani ambapo alipata deni kwa ajili ya mume wake. Hakuweza kutangatanga huku na kule, alimtambua Mungu na alijua anatumikia nafasi gani. Ndipo akaingia kwenye maombi na Mungu akamletea msaada, ambaye alikuja yule mtumishi akamwambia juu ya deni lake kwamba alipe kwa njia gani. Akalipa kwa kutumia mafuta chupa moja. Kwa Biblia inamtambua mama hivyo. Si huyo tu, hata ukiangalia mama Dorcas, Biblia ilimtambua kama mama alifanya nini, alitenda nini. Na kwa kupitia hayo tunatakiwa tuige mfano. Tunajitahidi kadri ya uwezo wetu ili Mungu atusaidie tupate kufanya kama hawa mama ambao walipewa sifa nyingi katika Biblia. Lakini pia mama ni muombaji na muombolezaji. Kwa jina mimi naitwa Perpetua Kabego. Ni mama katika kanisa la Anglikana Igogo lililoko Mwanza. Mimi nasimama kama dada wa kanisa na pia kama mama wa kanisa. Nafasi ya mama katika kanisa ni kubwa sana. Kwanza mama, tunapaswa kujitambua kwamba wakina mama ndio waombaji wakubwa katika kanisa. Wakina mama ni wasimamiaji mambo ya maendeleo ya akina mama, kujitambua kwamba wao ni wakina nani katika kanisa. Hilo ni jukumu kubwa sana la kwetu. Wakina mama ni wasimamizi na walezi wa watoto wadogo wa kanisani. Nafasi ya mama kifamilia, mama anafikiri ndio wa kwanza katika ulezi wa mtoto. Mama anaanzia malezi ya mtoto akiwa tumboni. Baada ya mama kuzaliwa, yule mtoto mama ndio mlezi mkubwa wa mtoto yule, kuanzia anapotoka tumboni, anapokuwa. Mama ndio mfundishaji mkubwa wa mtoto. Mama ndiye mwangalizi mkubwa wa tabia za watoto, ili kumfundisha mama mtoto wake awe ana tabia nzuri, kuanzia za nyumbani mpaka za kanisani, kumjua Mungu wake ni nani. Anapaswa mtoto kukua katika malezi na kumjua Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wakina mama ndio wa kwanza kuwa na nafasi ya kumlea mtoto. Wa mama wana nafasi kubwa sana katika kumuongoza mtoto kulijua neno la Mungu, kuanzia nyumbani mpaka kanisani. Nafasi ya mama katika jamii kwa sasa hivi ni kubwa. Japo zamani wakina mama walikuwa wanaogopa kuongoza, kusimama mbele za watu, kuongea. Lakini sasa hivi wakina mama tumekuwa ni watu wengi sana katika nafasi za kazi katika jamii, kuanzia ngazi za mitaa mpaka taifa. Mfano mzuri, viongozi wetu wa nchi, baadhi ya viongozi ni wakina mama. Hasa tukichukulia mfano wa mama yetu, kiongozi wetu, rais wetu Samia Suluhu. Yeye ni mwanamke. Nafikiri amejiamini mpaka kuja kuliongoza taifa letu. Na mnaangalia nafasi nyingi za mawaziri, nafasi mbalimbali za mkuu wa mkoa, makatibu, zimeongozwa pia na wanawake. Kwa hiyo wanawake tunaweza. Na ndio maana naona mpaka saizi, kwa nini nasema tunaweza? Nchi yetu sasa hivi imekuwa ni ya amani, hakuna vurugu, ikiongozwa na nani? Ikiongozwa na mama, ambaye ni Mama Samia Suluhu. Kwa hiyo wanawake tujiamini, wanawake tunaweza katika nafasi zote za kuongoza nchi, kuanzia ngazi ya tawi mpaka ya taifa mpaka nchi za nje. Kwa hiyo na wasiwa kina mama tujiamini, tunaweza kufanya kazi, kuongoza katika taifa, kuongoza katika jamii, kuongoza pia katika makanisa. Mfano mama yetu Tulia, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yeye pia amechaguliwa katika nafasi za kuongoza kimataifa. Nafikiri mmeona kwa nini wakina mama tunajiamini sasa hivi na tunaweza kufanya. Na ndio maana kukuta mama yetu Tulia amechaguliwa kuweza kuongoza nafasi ya kimataifa. Kwa hiyo tunaweza, amejisimamia na ana uwezo. Kwa kina mama wote tunaweza, tukipewa nafasi yoyote ile. Ukichaguliwa mama kama mama, jiamini na unaweza. Ujumbe wangu huu na usindikiza kwenye kitabu cha Esther sura ya 5. Ukisoma kitabu kile kitapata kukuelezea jinsi mwanamke anavyotakiwa kusimama, na ukisoma kitabu kile hakika utapata picha kwamba hakika mwanamke ana uwezo wa kusimama nafasi yoyote na akafanya huduma na akasimama kwa ajili ya kumsifu Mungu. Anatoa wito kwa wamama wale waliokata tamaa, walioko manyumbani, hata wale ambao wako makanisani wanaomtumikia Mungu,
wapo lakini bado wamekata tamaa, hawaamini ya kwamba Yesu yuko kwa ajili yao, Mungu yuko kwa ajili yao. Kwa kikubwa ninachotoa wito kwao ni maombi tu. Hakuna silaha nyingine zaidi ya maombi juu ya mama. Ukiomba na Mungu anajibu, ukiomba Mungu anasikia, ukiomba Mungu anajibu. Kikubwa ni kutokata tamaa, ni kusonga mbele kwa ajili ya maombi, ni kupiga goti kila wakati, maana tumeomba tuombe bila kukoma.